Safi, nashukuru Mungu, alhamdulillah. Siku tulivu, siku ya Jumamosi, siku ya weekend tumekuja kuangalia Simba yetu. Mbona kinyonge sana? Mechi yenyewe ina kashikashi. Mechi hii ni mechi ya starehe. Tumekuja kistarehe. Maana yake mtu alokuja kistarehe hawezi kuja kwa kukurupuka ongee mara sijui nini nataka hiki. Sababu mechi hii inaenda kututafutia sisi heshima yetu katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Tunawapiga wale, tunapata pointi 5, maisha mengine yanaendelea. Hiyo ni heshima gani ambayo pengine mtu mwingine afahamu ama aelewe ambayo unaizungumzia? Heshima ninayozungumzia hapa, Simba katika makundi yake yote akicheza kwenye hatua makundi hajawahi kuondokaga na pointi 2. Umeelewa? Maana yake heshima tunaenda kuitafuta. Hata timu yote kubwa kutoka kwenye mashindano inaweza ikatoka, lakini unatoka kwa mfumo upi? Maana yake unatoka kwenye mfumo umepata alama 5, unasema nimejitahidi. Umeelewa? Na kujitahidi na angalia mwakani nitakuja kufanya vizuri zaidi ya hapa. Umeelewa? Hebu angalia msimu wa nyuma Simba amefika finali. Kweli si kweli? Msimu wa leo Simba anaishia hatua makundi. Maana yake ni moja ya mpira, ni moja ya football. Sasa mimi kama mzee wa ungo, rais wa heshima wilayani Kilindi, siwezi kudauti sana na siwezi kuongea sana kwa viongozi na siwezi kuongea kwa mtu yote. Barcelona anatokaga hatua awali kabla hajafika hata robo finali. Kweli si kweli? Sasa Simba si tuende mbele, si nani? Sisi ndo Mungu. Sisi ndo tunapangiwa kila kitu. Kikubwa mashabiki wa Simba tunatakiwa tupate utulivu na kujua timu yetu ina shida gani na tuiongelee vizuri. Sio tunakaa tunaitisha vipresi vya mchongo, maana unaenda kumpondea kiongozi, ujui mtu anapata shida gani kuisimamia Simba. Uongozi una shida blaza. Yaani unapoambiwa baba kwenye familia sio mchezo. Mtoto huyu anataka pipi, mtoto huyu anataka sijui biskuti, wote wanahitaji kuwahudumia. Ndio kama viongozi wetu wa Simba Sports Club wanahitaji kuyatimiza yote, lakini wanashindwa kwa sababu gani? Ya mipango. Umeelewa? Mimi kama rais wa heshima wilayani Kilindi, mimi naomba tu mashabiki wa Simba wasikate tamaa kusikiza kauli za watu wachache ambao wanakatisha tamaa. Mara ujue kuna mashabiki sasa hivi influencer wakikaa wiki moja wanamsifia Mangungu, wakikaa wiki ya pili wanamsifia Mo. Yaani wanapinduka, wanapindua, wanaenda huko, wanaenda huko. Sasa mpira upo hivyo. Mpira unahitaji uvumilivu. Mpira una matokeo matatu, kuna kushinda, kuna kusuluhu na kuna kufungwa. Maana yake mpira kuna furaha na huzuni. Na ukitaka kujua raha ya mpira lazima ufungwe. Unajua kweli mimi nikifungwa naumia, lakini sio muda wote unashinda tu. Unataka hata usahau ulipotoka. Sio, unaeleweka ndugu yangu? Maana yake ninachohitaji kusema, viongozi wetu watupambanie timu yetu. Mashabiki wa Simba wanatamani kuiona Simba ambayo ile kupo wakina Chama wanacheza na Ankana Didevo, ile macho yako yanaona kama mimi, wakina Medi Kagere anafumba jicho, watu wanaenda kati. Umeelewa? Uwanja huu kwa tuna historia na nzuri, hakuna timu yoyote Tanzania wewe nitajie mwenye historia nzuri kama Simba Sports Club katika uwanja huu. Umeelewa? Maana yake ninachohitaji kuambia mashabiki wa Simba, tupunguze maneno makali katika mitandao ya kijamii, tuongelee mpira, tuongelee football. Maana yake viongozi wetu wanapambana sana kuhusu Simba, hakuna mtu anayopenda afungwe. Pengine kinachowauma zaidi ni kuona upande wa pili, kwa maana mtani wenu anafanya vizuri, na kwa sasa inaonekana ndio timu pekee kutokea Tanzania ambayo kama itatokea watafanya vizuri huenda wakatinga robo finali. Nisikilize vizuri. Simba kufika robo finali sio jambo la kustaajabisha, umeelewa? Simba robo finali kafika mara 6 mfululizo, kweli si kweli? Maana yake sisi kufika robo finali sisi sio tegemeo letu sisi kuleta kombe la klabu bingwa. Umeelewa? Malengo ya Yanga yeye anahitaji naye kufikia malengo ya Simba. Ujue Simba mara kwanza kwa anapiga malengo ya kufika robo finali. Umeelewa? Lakini baadaye kuona robo finali kafika mara 6 mara nyingi, akabadilisha malengo, anahitaji kuchukua kombe. Na ndio maana Mo anakuambiaje, mimi naomba Simba ichukue kombe la klabu bingwa Afrika, lakini GSM anakuambia mimi nawapa Yanga ubingwa wa ndani. Kwa sababu gani? Kuna magendo wanayopitisha kuchukua kombe la ndani. Umeelewa? Lakini kule sio kwa bahati mbaya nakupa hii. Yanga akienda robo finali, mimi nipo pale nakupa. Na pale unakuepo siku zote. Unajua hilo? Yaani mimi Yanga akienda robo finali, mimi nipo pale nimetulia. Na hawaje wanifanye kitu chochote wanachokijua wao mashabiki wa Yanga. Sijui umeelewa? Yanga ni timu ndogo sana. Ujue mashabiki wa Simba wanashindwa kuithamini timu yao. Mimi nakwambia kweli, katika misimu hii miwili, mwaka jana mwaka huu, ni timu gani imeongoza kuuza wachezaji? Kwa takwimu zako unasema ni timu gani? Mimi nakutajia wachezaji wa Simba waliouzwa. Wa kwanza Ateba kaenda Saudi Arabia, kweli si kweli? Umeelewa? Wa pili Kibu Denis kaenda Libya. Wa tatu Jean Chazi au umuoni. Awesu tumempeka kwa mkopo Kenya, sijui tumemuuza. Umeelewa? Kuna Steven Mkwala, stweka refu kuliko goli, katoka. Wewe nitajie Yanga ukimtoa Aziz Ki kuna mwingine unamjua? Bwana, hao unawazungumzia tarehe 1 mnakwenda kukutana nao. Mimi nikupe tu siri tu ndugu yangu. Yanga tarehe 1 lazima afe.
Simba safari hili sio Simba ya kubahatisha. Simba ya kina nani? Huyu mtoto wanamuita nani? Wana Libase Gwe. Ana balaa huyu mtoto. Na leo anakwenda kukosekana. Hivi bado adhabu yake anatumikia ni moja ya mchezo, maana yake kipindi anapata kadi hizo alikuwa anatumikia timu yake. Maana yake kama leo anashindwa kutumikia, kuna wachezaji wengine wakinaula. Umeelewa? Kuna wachezaji wakina Mpanzu, kuna wachezaji wakina nani? Lomba, umeelewa? Kuna wachezaji wengi, kuna akina Rushan Derek, kuna unani Kibabage, kuna Chama, kuna Sulemani Mwalimu. Hao wote wataenda kuisaidia Simba na kuenda kuipambania Simba. Maana yake mimi ninachohitaji kuambia mashabiki wa Simba wategemee kuwa Simba tunaenda kutoka kwenye kundi hili tukiwa na alama 5. Yaani huyu anaokuja sisi tunampiga. Lakini upande wa pili wanasema ni mechi ambayo haina maana yote kweli. Kweli, kwani kwenye ukweli hatuwezi kukataa, ni mechi ambayo hauendi sehemu yoyote. Umeelewa? Ni mechi ambayo tunaenda kuhitimisha kundi letu, lakini ni mechi ambayo inaenda kumpa kitu kocha wetu. Tunaelekea kwenye ligi NBC Premier League, umeelewa? Maana yake NBC Premier League Yanga katupita pointi 3. Kimichezo mpaka sasa hivi Yanga tupo nao sawa. Umeelewa? Maana yake tunachokihitaji sisi ni kuangalia muendelezo wa timu yetu kufanya vizuri. Leo tunaenda wao wanaona kama mechi haina maana yote, lakini kwa kocha ina maana na kwa wachezaji ina maana. Sababu ni sawa kama na mazoezi tunaenda kucheza. Umeelewa sijui ninachokiongea? Maana yake kikubwa mashabiki wa Simba tusisikilize propaganda za mashabiki wa Yanga, wanatutoa kwenye mchezo. Sijui umeelewa? My friends wa Yanga wametuweza sisi, wanachokiongea sisi tunajaa, tunakuwa tunapata jazba. Umeelewa? Lakini muda mwingine tutumie akili kuliko nguvu. Bwana, kwa kumalizia neno lako la mwisho, leo mnakwenda kucheza na Stade Malien, pengine ni ushindi wa magoli mangapi ambao unauona leo? Ushindi ambao mimi nauona ni wa goli 2. 2-0. Hizo Kamba anapiga nani baba? Kamba anaenda kupiga Ula. Zote 2? Kaka, yule mtu ana balaa. Yaani zote 2 anaenda kutupia yeye. Kwa sababu yani, unajua kuna wachezaji Simba mimi nimeona mchezaji mmoja, Chama anaenda kutengeneza, Ula anamaliza. Sulemani Mwalimu anaenda kutia kashikashi. Umeelewa sijui vizuri? Kikubwa mimi ninachohitaji kusema, mashabiki wa Simba tegemee leo tunaenda kupata Valentine Day nzuri leo nyooka. Na ukikaa na mtu wako kali. Valentine Day sijui ndo anaita wenyewe wazungu. Mimi mwenzako mimi Mswahili bwana, mimi mtu wa Kilindi. Mimi ukileta mambo ya uzungu mimi sina. Bwana nikushukuru sana. Nashukuru kaka. Unauona leo? Ushindi ambao mimi nauona ni wa goli 2. 2-0. Hizo Kamba anapiga nani baba? Kamba anaenda kupiga Ula. Zote 2? Kaka, yule mtu ana balaa. Yaani zote 2 anaenda kutupia yeye. Kwa sababu yani, unajua kuna wachezaji Simba mimi nimeona mchezaji mmoja, Chama anaenda kutengeneza, Ula anamaliza. Sulemani Mwalimu anaenda kutia kashikashi. Umeelewa sijui vizuri? Kikubwa mimi ninachohitaji kusema, mashabiki wa Simba tegemee leo tunaenda kupata Valentine Day nzuri leo nyooka. Na ukikaa na mtu wako kali. Valentine Day sijui ndo anaita wenyewe wazungu. Mimi mwenzako mimi Mswahili bwana, mimi mtu wa Kilindi. Mimi ukileta mambo ya uzungu mimi sina. Bwana nikushukuru sana. Nashukuru kaka.